Tumekuwa na darasa ambalo ni zuri na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya darasa hili. Kibinafsi nimebarikiwa na hata asubuhi narudia tena kusema nashukuru sana viongozi wa department ya wanaume, baba yangu, mama yangu ambao wamenilea kwa kunipa kuona na stahili na naweza kupata nafasi ya kuongea na wanaume. Mimi niliye mdogo katika wengi walionizidi, lakini Mungu aliniamini kufanya vitu ambavyo kuna saa unasikia aibu kuvisema, lakini inabidi ufanye nini? Uviseme ili kumjenga mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ambaye uko hapa nakukaribisha sana katika darasa la wanaume. Hatutaingia sana kwa kina kwa sababu kuna mambo ya kwetu, lakini tutawaonjesha sehemu ya safari hiyo na ajua itakuwa inakugusa. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nikizungumza kuhusu kilio cha mwanaume wa kiufalme au mwanaume wa kiungu. Kilio kwa ajili ya mwanaume wa kiungu. Wanaume sasa hivi wako kila eneo, lakini mwanaume ambaye ni mwanaume wa kiungu ni wachache. Ni wachache sana. Mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu, mwanaume ambaye anaonyesha sura na mfano wa Kristo ni wachache sana. Na hivyo leo tumebaki na deni kubwa la jamii iliyovunjika kwa sababu watu wengi walioiharibu jamii hawakuwa wanawake, ijapokuwa walianzisha safari hiyo kwa kula tunda na kutushirikisha maumivu, lakini tumejikuta kwamba wanaume wameendelea kubaki kwenye kunyamaza, kulalamika na kulaumu na hawainuki kusimama katika nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Na madarasa haya ya kiume imekuwa sababu ya mwanaume kuinuka tena. Tuliangalia tafsiri ya wanaume. Mwanaume anaipata wapi tafsiri ya kwamba yeye ni mwanaume? Moja, nikawauliza darasani, nikamwambia mtoto akizaliwa ni kitu gani ambacho wanakisema cha kwanza? Mama amejifungua, ana mtoto mzuri, ni mweupe ni mweusi. Watampongeza mama, watapiga makofi, lakini mwisho wa siku watauliza mtoto ni jinsia gani? Na utambulisho wa wanaume wengi umeishia kwenye nini? Jinsia zao, ambapo hapo ni mwanzo tu mdogo. Wanaume sio jinsia tu ulionayo, jinsi ulionao, pamoja na kwamba ni muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanaume, watu wanajidefine kama maumbo. Watu wanapiga gym sana, six pack, vitu fulani hivi. Wanataka waonekane na mionekano ya kiume, wakiamini kwamba nikiwa bouncer, nikiwa nikipita, nikiwa na body fulani inanisema mimi ni mwanaume. Na kutokana na hilo tumekutana na wanaume ambao ni wakorofi, kwa sababu wakiamini wanaume ni kutumia mabavu ulionayo. Kwa akipata mwanamke na zaidi kama amelipa mahari ambayo imetoshelea mboga, kuna namna ni kama unaenda kulipiza malipizi ya hela nyingi aliyoitoa, utaelewa kwamba haujui. Kwa wanatumia mabavu. Na ukijaribu kuongea na kwamba unajua nilipa shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini haijaanza leo, imeanza kipindi cha Biblia. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 10 mpaka ule wa 14. Najitahidi kupiga ile wanasema don't touch this, si ndio? Kidogo naeka privacy kidogo, kwa hiyo sitaongea vitu vingi, msijali. Usijali, sitaenda kule. Anasema Amoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani nipate kula mkononi mwako. Kumbuka huyu Amnoni alishampenda huyu binti, lakini ni ndugu yake kabisa, yani damu kwa damu. Mempenda dada yake. Wanaume ambao wanajidefine kwa maumbo na vitu ambavyo Mungu amewabarikia, sema lazima nile chakula mkononi mwako, leta chumbani. Basi Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza, akamletea Amoni ndugu yake. Mle wapi? Chumbani. Mwanamke anaamini my brother ni mtu wa kiungu kabisa. Huyu ni mtoto wa Daudi. Baba yetu sio tu kwamba baba yetu ni mfalme, baba yetu ni kuhani. Shajabu ndo alikuwa anashika tetezo pale, nini mzigo ule, kupulizia mambo pale kwenye madhabahu. Anasema kakaangu ameniita, ni kaka, I'm safe.
Kama wanawake wengi hapa kanisani ambapo wanakuta kuna mkaka mmoja amevaa suti vizuri, amepiga pale, kama rafiki yangu pale Christian na mfano Christopher, sorry, ni mfano. Ukimuona ametulia, very passionate, au labda ameshika madhabahu hapa anaimba kama Tom, Tom rafiki yangu naweza nikamtumia kama mfano. Yaani ukimuona unasema wow, ameokoka, tumishi wa Mungu. God, hapa Mungu atanifanyia nafasi. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata. Sasa napenda Biblia Kiingereza inasema akamkamata kwa nguvu. Unajua tunaitwa wanaume ni watu wanaofukuzia. Na ndio maana mwanamke usijipeleke kwa mwanaume. Mwanaume ambacho hajakifukuzia, hakivalue. Yaani akithamini kabisa. Hii mambo ya kujinunulia pete mwenyewe, kujilipia mahari, utakuja kupambana baadaye aende kazini na hataki kwenda. Umejioa mwenyewe. Mwanaume anapenda ali mzoga kama simba. Ndio maana baba yetu ni simba wa kabila la Yuda. Hataki mzoga. Bwana Yesu asifiwe. Amoni akamkamata, akamwambia njoo ulale nami ndugu yangu. Sikia maneno yanayofuata. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usiniteze, usinibake, usinifanye hivi kwa nguvu, niruhusu mimi nikubali. Kwani haifai kutenda hivi katika Israeli. Usitende kitu alichokifanya kinaitwa nini? Kumbe kubaka, kumbe kumchukua mwanamke na kumlazimishia, kumbe kumtenda mwanamke jeuri. Ni nini? Aturudie tena. Ni nini? Anasema ambaye amelala na mwanamke ana nini? Kiufupi inasema nini? Wewe ni nani? Asante, sio mimi, sijasema, niko madhabahuni, mmejibu wenyewe. Anasema, jamani mnakimbiza bwana. Anasema kwa nini haifai kutenda hivi katika Israeli? Usitende upumbavu. Unaona mwanamke anamuona wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa namna ninavyokuona, hapana bwana. Hapana bwana, tuyaongee haya. Tusiende hapo. Wewe unasema tena kilio kwa ajili ya watu wanaompenda wanaume wa kiungu. Hiki ni kilio, hawapo siku hizi. Nilisema ibada ya asubuhi inapaswa mwanamke akija anajirahisisha kwako, umuonee huruma kwa sababu hajajua thamani yake na umsaidie kujipata thamani yake. Sio utumie hiyo kama nafasi ya kumtendea jeuri au kumtumia. Huyo ndo mwanaume. Huyu sio mwanaume tu, huyu ni mwanaume wa kimungu, mwanaume wa kiufalme ambao sasa hivi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari unaofuata, anasemaje? Nami nichukue wapi aibu yangu? Yaani ukinifanyia hivi unaniaibisha. Mwanaume, kabla hujafanya matendo kama hayo, kumbuka kuna mtu unatenda wewe kufurahia, kwake yeye unafanya nini? Unamwaibisha. Anasema wewe nawe utakuwa kama mmoja ya nini? Kwa maana yake Israeli walikuwepo wengi wabakaji kama yeye. Walikuwa wapumbavu ni wengi, wanaume wapumbavu. So wanaume wa kiungu. Kwa sababu anasema wako wengi, maana yake hata alikuwa anawajua. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasemaje? Basi sasa nakusi useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kufanya nini? Wewe ambaye unaishi na binti wa mtu haujamuoa, unafanya nini? Samahani lakini kwa leo nisamee. Yaani wewe umekataa kuwa mwanaume, umekubali kuwa mvulana. Wavulana hawajihukumiki. Wanaume ilikuwa ni kupambana. Wanawake leo hawaheshimu wanaume kwa sababu wanaume zamani haikuwa wanaume wa sasa wa kwenda ofisini. Zamani ilikuwa wanaume unaingia kwenye pori, unaenda kutafuta nyama kwa ajili ya familia, na unakutana na simba, dubu na nini. Mke anakuheshimu sio kwa sababu wewe ni handsome, sio kwa sababu unaleta apple jioni, sio kwa sababu unaleta chocolate, sio kwa sababu umemtoa outing. Anakuheshimu na halalamiki, haijalishi nini, kwa sababu anajua umetoa maisha yako kafara ili familia ile. Na hiyo ndio ilikuwa inaeleza kwamba mtu ni nani? Mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema si unioe. Yaani tofauti kati ya kuwa mpumbavu na kuwa mwanaume wa kifalme ni nini? Kwa watu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wanaume yeye ameweka nguvu yake hapo. Siku hizi kuna wanaume, nilikuwa naongea na watu fulani, kutana kijana amefungua shati kifungo paka hapa. Chora tatu yake kubwa hapa, kachia cheni vizuri. Tembea barabarani. Nikasema huyu hajajitambua, ni mvulana. Anaamini wanaume ni kuonyesha kifua na tatu. Huyu ni mvulana. Kuna vitu nikivisema ni asante sana. Kuna vitu nikivisema hapa ni vya aibu. Ila wakute wavulana wakiwa wako chooni wanaangaliana. Kuna watu wako hapa ni watu wazima lakini wana hiyo akili mpaka leo. Ndio maana sasa hivi madawa sijui ya kufanya hivi, madawa ya kuongeza kile, madawa ya kufanya hivi. Yote hiyo ni mwanaume hajajijua yeye ni nani. Na pia mbaya zaidi, kwa sababu tumefanya kwa muda mrefu, wanawake nao wameamini wanaume ndio hicho. Imefika mahali sasa ukiwa umeonekana labda una kitambi kidogo unaambiwa kwa kama wanaume. Lakini ambao wana six pack hawafanyi kazi. Ambao wana six pack wanatongoza kila dada. Sio waaminifu. Hawakai na mtu mmoja. Ukipata mtoto ukipata mtoto asante media, Mungu awabariki, lakini tusiendelee. Utakuja kuamsha vitu ambavyo kama alivyosema Suleiman. Tuache kwanza. Mungu awabariki, tuishie hapa. Hizo ni za madarasa yetu, tusizitumie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwanaume, mtu akimwangalia mwanaume, umeshasikia mwanamke akimwelezea mwanaume awe mrefu, amejazia. Umeona hiyo? Awe kuna namna anataka nje, asijue anachokihitaji ni nini ndani. Wanaume, je, wewe unajitafsiri mwanaume kwa kupitia nini? Hawa ni watu wa manguvu, wa kulazimishia. Kama ana mke atakupiga kibao kidogo na kwambia mimi ni mwanaume kwenye nyumba. Wanaume ni kupiga, wanaume ni kutukana, wanaume ni kukuzalilisha, wanaume ni kukusotesha. Yaani utajua kwa nini ulikubali kuolewa na mimi. Hafui, afanyi chochote. Sasa sijasema kuna wengine hawapendi. Sawa? Hapasi, utaandaa watoto wewe, utapiga brush viatu wewe, utafanya kila kitu wewe mwenyewe. Yeye ni nani? Mwanaume. Hiyo tafsiri imekuwa mbaya. Maana ni tafsiri tumepewa na baba zetu wengine, babu zetu wengine, na imeharibu kabisa picha ya wanaume. Kuna tafsiri ya pili ya wanaume ambao ni nzuri lakini pia sio nzuri sana. Tunatafsiri kwamba mimi ni mwanaume kwa kuangalia kazi tunayoifanya, majukumu tunayoyafanya. Nasema ni nzuri. Ukiishia hapo umefeli. Sasa hivi mwanamke ulikuwa ukienda unatafuta nyama unaleta kilo 2, sasa hivi mwanamke ananunua ng'ombe mzima anaweka ndani. Ana hela kuliko mwanaume. Ana miradi kuliko mwanaume. Anacheza vibati kuliko mwanaume. Anaweza kukukopea, actually ukiwa na shida ya biashara ana uwezo wa kukopea mkopo ambao huwezi kukopa wewe. Kama unajidefine wewe kama mwanaume kwa kufanya kazi na kupata hela, mwaka huu anza kubadilisha fahamu zako. Kuna usemi unatembea sana, mwanaume tafuta hela. Nikwambie kitu, mwanaume tafuta Yesu. Sikiza kwa makini sana. Mwanaume tafuta nani? Tafuta Yesu kwanza. Na kwa sababu hiyo tumewaambukiza na wanawake. Wanaamini kabisa mwanaume ni mtu ambaye analipa tu kodi. Anaweza kawa na hela ya kulipa kodi na hataki kulipa kwa sababu ameshaamini mwanaume ndo anatakiwa fanya nini? Sasa siwapigii debe. Kwa sababu mwanamke ni msaidizi, msaidizi anakuja kusaidia, au nakosea? Kama nabeba hii speaker nikaita msaidizi, maana yake naweza nikawa nimefanya kwa kiwango fulani lakini naweza nikasaidika, si ndio? Kwa hiyo vibati ni sawa. Biblia inasema kitabu cha Methali 31, hichi kitu wanakikataa watu. Mwanamke ndio anaenda kufanya biashara.
Muulize mwanaume adai madeni, hakumbuki wa deni. Na moja ya kitu mwanaume halisi hawezi kwenda kubembeleza mtu amlipe deni. Hamna maisha. Kwa maana biashara zinapaswa zisimamiwe na nani? Mwanamke anaweza akakusuta ukalipa. Mwanaume hajui kusuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Methali 31 inasema mwanamke anaamka asubuhi, anafanya biashara, na mwanaume actually anapata heshima malangoni kwa sababu ya mwanamke. Ndio maana mwanamke ukimdharau mume wako, hakuna mtu duniani atakayemuheshimu. Wewe ndio unampa heshima mbele ya watu, mbele ya wakuu. Kuna wanaume wakifika mbele ya wakuu hawawezi kusema kwa sababu umeshamueleza vile alivyo mpumbavu na mjinga, vile hajui, vile yeye sio chochote na hawezi kuwa lolote. Kwa akifika mbele ya wanaume wenzake, unasema mume wangu aongeagi, sio kwamba aongeagi, umemvua wanaume. Mwanaume leo, badilisha tafsiri yako. Wewe si kazi unaoifanya. Wewe sio watoto uliowazaa. Maana sasa hivi wanaume wako tayari hata kutoka nje ya ndoa ili apate tu mtoto. Kwa sababu utambulisho wa kiume ni yeye kuwa na nini? Hapana. Mwanaume ni mfano wa Kristo. Picha ya Kristo na kanisa ndio picha ya mwanaume mume. Siongelee mwanaume wa kawaida. Mwanaume mume anafananishwa na Kristo. Kwa kijana ambaye bado hujaoa, Mungu akutie nguvu. Kwa sababu kuwajibika kwako ndio kunako kuonyesha wewe kuwa nini? Mwanaume. Daudi anakufa, anasema anakaribia kwenda njia za ulimwengu, za walimwengu. Wote walipopita anasema lakini mwanangu jionyeshe kuwa, hakumwambia nenda kafungue zipu uonyeshe vitu vyako barabarani. Haikuwa inamaanisha hivyo. Ilikuwa inamaanisha kuna vitu kama mwanaume unatakiwa uvitende, alafu hivyo vitu vitakutambulisha wewe kama nani? Mwanaume. Ambapo naongelea nini? Kuwajibika kwenye sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi siko kufundisha hichi, napita ili niende kule na kuenda, si ndio? Kwa hiyo Waefeso 5:25 mpaka 20 na ngapi? Na 8. Naomba mnipe, kuna ile asubuhi mlinipa ile tafsiri niliipenda sana. Anasema husband, go out in your love for your wives. Waume mjitoe, msibanie upendo. Umeshasikia sentensi inasema akijua nampenda sana atanizarau. Biblia inasema toa upendo wote. Go all out in your love for your wives. Sio kwa kila mwanamke, lakini kwa mke wako. Bwana Yesu asifiwe. Exactly as Christ did for the church. Kama vile Kristo alivyofanya kwa nini? Kwa kanisa. Alafu anaendelea anasema a loved mark by giving, not getting. Huu ni upendo ambao una alama yake kwa kutoa kuliko kufanya nini? Kupokea. Anaheri yule afanyaje? Atoae kuliko yeye apokeaye. Kwa wanaume tunaambiwa kutuma na ya kutoa ni sawa kabisa, ni ya kiroho, ni ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haujafika ukomavu huo, Biblia inasema si vyema mtu huyu abaki peke yake. Kama hujafika ukomavu huo, ni vyema ubaki peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukomavu na kukubali majukumu ndo kunamtoa mwanaume kuwa mvulana na kuwa mwanaume. Kwa mama, mtoto wako wa kiume anaokota sahani hivi, unaanza kukimbia kumsaidia. Acha hizo habari. Mtoto wako hutaki afanye chochote, hutaki ashike fagio afagie. Wacha mtoto awajibike. Wanaume ni kuwajibika. Afue soksi zake, afue chupi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nimejifunza kukuna nazi nikiwa niko darasa la 2. Sio hii ya Brenda, nazi, na kuna nazi na ile mbuzi, najua kuna nazi na mbuzi. Nikiingia nyumbani mamangu anasema afadhali Dennis umeingia. Tunapumzika. Anakaa sebleni anaangalia movie. Nyumbani kwetu tulikuwa tunaambiwa dada wa kazi ni wa mdogo wenu, na sisi baba yako na mama yako, nyinyi hamna house girl. Tunaamka asubuhi, tunafagia uwanja.
kumbuka sisi wote wa kiume wote wawili tumefuatana, hatuna wa kike hapo. Tunafagia, mimi nikifagia, mwingine anaosha gari ya baba, mwingine yuko jikoni anaosha vyombo kama mama mwenyewe hapo asubuhi ameshaamka. Tuna house girl, msaidizi wa ndani, lakini mama yuko kama apiki anaosha vyombo, kama aoshi vyombo anafua. Ndivyo tulivyolelewa. Ilikuwa mimi kama nimebanwa na muomba dada yetu anisaidie kufua, utanionea huruma. Naambia dada, samahani sana, naomba usikasirike, naomba unifulie hichi kisoksi. Yaani unaona kabisa ujisikii kama we dada, supu iko tayari, we dada. Ndio watoto wenu sasa hivi wanafanya hivyo. Kila nyumba nimeenda nikakaa, watu wananiambia wewe ni baraka. Kwa sababu gani? Kuna watu walinifundisha wanaume ni kuwajibika. Mimi nilikuwa nikiwa hata maeneo ya kawaida, na mke wangu ni shahidi, lakini hata watu ambao wananijua Dodoma, ni kila kwenye mgahawa, sijui ni saa ngapi nimebeba sahani nimeenda kumpa yule mama pale. Ananiambia hapana, kuna mtu analipwa kwa ajili ya kazi. Naambia lakini mimi siwezi kuacha mezani. Huo ndo wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mke wako anaumwa, mke wako ana mimba, uweze hata kudeki, uweze hata kufua. Kweli? Kwa sababu kimsingi kazi ambazo mke anafanya ilipaswa mwanaume afanye. Ila Mungu amekupa msaidizi. Sio kama unanielewa. Nikiwa nabeba speaker nikapewa msaidizi, siachi kubeba, nabeba pamoja. Kwa tunageuza tafsiri ambayo tumesikia kuhusu wanaume ni nini. Kidogo. Haitatokea kwa usiku mmoja. Kwa sababu hii ni tamaduni. Nakumbuka mimi kuna siku wakati nakaribia kuoa, kuna mwanaume mmoja alinifuata akaniambia, sikia, usiruhusu mke wako akukalie. Kuwa mkali. Ukiwa unaongea naye kaza uso. Kama amekushauri ushauri hata kama ni sawa, jifanye umeukataa. Alafu baadaye unauleta ukiwa umeutengeneza. Huyu mtu unavua nguo, unalala naye ukiwa uko pale vile ulivyo, anakupikia chakula, anaweza akaweka sumu. Yaani unajua ni ajabu Lakini kwa sababu ndo tumeambiwa wanaume ndo huo. Umeelewa? Tunajitutumua. Hata kama uelewi, lakini unafata wahenga. Waefeso 5:25 mpaka 28. Niwaonyeshe hapo tunapoendelea. Anasema mstari unaofuata, tumeshaumaliza huo. 26 anasema Christ love makes the church whole. His words invoke her beauty. Mimi napenda maneno ya Kiingereza. Anasema upendo wa Kristo unalifanya kanisa likamilike. Kumbuka kanisa ndio mke wa Kristo. Kwa hiyo anasema na maneno yake yanasababisha anakuwa mrembo. Yaani inatoa urembo uliofichwa ndani. Hallelujah. Kwa maana yake kazi ya mwanaume ndio hiyo. Kumpenda mke wako hata kama yeye ni kichwa rungu. Unamzungumzisha maneno ya upendo mpaka anajikuta mbona kama mimi na act kama mpumbavu. Unajua mwanaume ananiona kwa kiwango cha juu sana. Unajua ananichukulia kwa kiwango, unajua inakuwa mzembe. Unampenda mpaka anabadilika kama Kristo alivyotupenda mpaka tukafanya nini? Ndio maana hapo ukisema tu unakuwa machozi hayo. Kwa nini? Amekupenda mpaka umefanya nini? Ndio mwanaume anachoitwa, ili kupitia maneno yake. Na umeelewa? Uzuri wa mwanamke hauko kwenye makeup. Uzuri wa mwanamke uko kwenye maneno ya mume wake. Ukitumiwa message baby, nimekumiss. Unajua sijui ilikuwaje nikakuoa. Nimebahatika. Yaani unaona mwenyewe kwamba hata usipopaka mafuta kuna namna. Utelezi. Maneno ya mwanaume yanautoa uzuri wa mwanamke.
Bwana Yesu asifiwe. Kila anachokifanya na kila anachokitenda ambacho Mungu jinsi alivyomuumba mwanaume, amemdesign mwanaume akikaa na mwanamke awe the best. Soma pale anasema everything he does and says is designed. Sasa hapa kama ningekuwa ninatengeneza simu, ningesema hii simu imewekewa uwezo wa kusababisha mema tu na sio mabaya. Kwa mwanaume hakuwahi kutengenezwa kupiga, mwanaume hakuwahi kutengenezwa kubaka, mwanaume hakuwahi kutengenezwa kuwa mkorofi, lakini kosa lilitokea tu pale Adamu alipokula tunda. Ndio maana ukiokoka kuna mabadiliko lazima yaonekane. Sijasema ukisala sala ya toba. Maana kuna watu wanasali sala ya toba kama wimbo wa taifa. Hajaokoka. Maana kuokoka anasema uzae matunda yanayofanana na toba ulioifanya. Tuone badii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa by nature Mungu alitudesign kuwa wanaume wa kimungu. Hapa ukikana mwanamke, baba yake akimwangalia anasema hivi mnatumiaga dawa gani kulainisha ngozi zenu? Hivi mbona kama ulikuwa ukoga mweupe hivi? Kwa sababu mwanaume maneno yake yanatengeneza uzuri katika moyo wa mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 27 anasema hivi, anajitakasia kanisa kwa maneno yake. Si ndio? Anapata kanisa safi, lisilo na hila wala makunyanzi. Hila, doa, wala makunyanzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndipo mtiti kwa wake zetu. Kwa sababu umekaa apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi. Twende mstari wa 26, Biblia ya Kiswahili inasema analisafisha kwa neno. Kwa mke wako habadilishwi kwa kitu kingine bali neno. Sasa shetani alielewa hili. Kabla mwanaume hajaanza kumtakasa, yeye akamtakasa. Kamwambia sasa hapo ndo nakutana na mashosti saluni. Wanakuambia mwanaume kitu gani? Tafuta hela. Mwanaume anakuacha saa yoyote. Hawa ni wanyama, wanakutakasa. Mume mwaminifu kabisa, unaanza kupeleleza simu yake kwa sababu umetakaswa. Anaheri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio wake, wala akukaa kwenye misa, wala bali sheria ya Bwana. Je, kweli sheria ya Bwana inakupendeza? Yaani kuna mtu akisikia umbea hapa, nani? Mmeona nani? Hebu niambie imetokea nini? Wamefanya nini? Yaani anataka umbea. Sio sheria ya Bwana inampendeza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa paka ufike mahali ukubali kufungua moyo wako, mume wako akutakase, utabaki ulivyo. Utabaki na kiburi ulicho. Tena wengi wanatoka na kiburi kwa baba zao. Babako ulikuwa ukizira, anasema mwacheni tu anywe maji. Mtoto wa kike shida sana. Na unataka mume wako naye aseme hivyo hivyo. Hapana, babako ameishi na wewe miaka 24, 25, 30, ukichelewa sana anakuambia hivi hujaona mwanaume, yaani anachoka. Yeye mwenyewe anachoka. Mbia sasa hebu uende kidogo ukapate familia. Na wewe mume wako unaishi naye kuliko utakavyoishi na nani? Na mzazi. Kristo anasema anajitakasia kanisa ili ajipatie kanisa lililo safi, lisilo na hila wala mawaa. Kwa hiyo anajitakasia sio kwa ajili ya mtu mwingine. Yaani mimi nikikukemea tabia yako unayoifanya sio kwa ajili na kuchukia, sio kwa sababu na kudharau, ni kwa sababu nataka niishi na wewe muda mrefu sana. Ila nikiwa sina nia ya kuishi na wewe sana, ukinitukana nakwambia hamna shida, fresh, naondoka zangu. Ukisema hivi, mwisho wa siku angalia wote ambao walikataa kurekebishwa na waume zao waliachika. Kwa sababu yeye akurekebishi kwa ajili ya ubabe, anakurekebisha ili umfae yeye. Kristo anatusafisha ili tumfae. Tusiwe na hila, tusiwe na mawa. Ukikuta mwanamke mume wako akikurekebisha, lazima kutokee ugomvi. Una shida kubwa mno. Asubuhi nimesema kuna wanawake wanasema kabisa, nyumbani kwetu babangu hajawahi kuniambia. Baba yako hawezi kukuambia hayo. Baba yako hajawahi kumvulia nguo.
Mume wako anajua kila ambacho unacho sasa hivi na ukubwa wako. Yeye anaweza kukuambia, mke wangu ukienda mbele za watu sio unaongea sana. Kumi umeniona mimi na mdomo sana. Kuna vikao vikubwa atashindwa kwenda na wewe. Atasema mke wangu anaumwa. Na utaanza kusema anachiti lakini mdomo. Mwache mme wako akutakase. Tumewafundisha kuwa mwanaume ni kuwa nani? A purifier, mtakasaji. Kama Kristo anavyolitakasa kanisa, mwanaume wako, na nikwambie kitu, tabia ambayo mme wako anaivumilia itakuwa kero kwa wakwe zako, itakuwa kero kwa mama yako mwenyewe, itakuwa kero hata kwa watoto. Kuna wamama hapa watoto wenu hawawapendi. Lakini hiyo tabia mme wako alishakwambia, usona nani mtoto hivi. Mtoto wa kiume usimsemeshe hivyo. Kwani unafikia mimi sijui kulea? Mimi nimelelewa. Kwani siku zote wewe unakopoga ofisini? Ngoja nikwambie kitu. Mwanaume analelewa tofauti na anavyolelewa nani? Mwanamke. Kuna vitu kimfanyia mtoto wa kiume akiwa mdogo kitamsumbua maisha yake yote akiwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka ujue, mwanaume ambao uko hapa, wewe una majukumu kama ya Kristo. Mke wako akitaka kumuona Kristo kabla hajaja kanisani, wewe ni Kristo wa kwanza. Niliongea vitu vigumu sana ambavyo nikiviongea hata hapa nitaonekana watasema wewe hujui wewe. Kristo ametufanyia nini? Tunachiti, tunadanga, tunatoka nje ya ndoa na yeye, na bado anafanya nini? Kwa mwanaume aliyekomaa ana uwezo wa kusamea ambavyo haviwezi kusameheka. Huyo ndo mwanaume. Hosea alikuwa mwanaume. Mke wake anachiti, anamkuta kule Kaaba. Hosea alikuwa mwanaume bwana. Anaenda anamfuata. Wanarudi nyumbani, anamkuta tena yuko kwenye nyumba ya mtu. Naomba, huyu ni mke wangu, namuomba. Anarudi naye. Simuona minongono. Ndio nasema hivi, wanaume wa kiungu ni wachache. Yaani minongono inatosha kukueleza. Lakini yeye anaamini akikosea asamehewe. Nisamee mke wangu, sitarudia tena. Lakini yeye hataki kusamehe. Shida ni nini? Ego, kiburi. Biblia inasema sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Na Biblia inasema kwa sababu umesamehewa sana utapenda. Wewe hujaona mwanamke ambaye amesamehewa kwenye fumanizi anajua kupenda. Wewe hujui mwanamke anajua kupenda na harudi. Umesamehe, arudi. Nilitoa mfano mmoja wa mwanajeshi ambaye mke wake alichiti, akajua, akawa anaambiwa mke wako anatoka nje ya ndoa na nini. Yule mwanajeshi akafika mahali, akagundua siku moja mke wake yuko mahali. Akaenda, akamwambia waiter agonge, aseme anawapigia vinywaji. Amefungua mlango, anakuta mke wake na yule jamaa wako hapo, mambo yanaendelea. Akachukua kiti akakaa. Akamwambia yule jamaa, endelea. Akiwa amekaa pale, anamwambia endelea. Alipomaliza, yule jamaa anaomba msamaha, akamwambia bro, ondoka. Chapu, ondoka. Mke wangu vaa, twende nyumbani. Kambeba mke wake, wakaingia nyumbani. Na asikia njaa, naomba unipikie chakula. Mke akapika, akaleta chakula. Akala. Siku ya kwanza, siku ya pili, haongelei, haiti kikao, afanye nini? Anaendelea na maisha. Umeshindaje hapa ni? Mke siku ya tatu akasema jamaa ataniulia huku ndani. Beba kila kitu, akarudi nyumbani. Siku ya tatu, mume akumtafuta, akupiga simu, akasikia nyumbani kule, halo, mke wako yuko huku. Nilikuwa namtafuta, sikujua kama amekuja huko. Akasema mama anauliza, mko salama? Mimi niko salama, sijui shida ni nini. Amekwambia shida? Akasema namtafuta, anakuja kumchukua mke wangu. Akaenda, akamchukua, akarudi naye nyumbani. Maisha yanaendelea. Hajawahi kulizungumzia, hajawahi kuliongelea. Yule mwanamke akienda dukani akakuta foleni, anarudi nyumbani kwanza. Anatuma mtoto aulize kama dukani kuna mtu au hakuna mtu. Akinunua bidhaa, anaondoka akiwa anakimbia, anaingia ndani ya nyumba. Amesamehewa sana, anapenda. Lakini kama hauna moyo wa Mungu wako, hauwezi.
Maana nasema wanaume wa kiungu ni yaani hii miguno inawaeleza kwamba wanaume wa kiungu ni wachache hata hapa kanisani. Kwa sababu anasema anatusamehe dhambi zetu kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yake yeye mwenyewe, sio kwa ajili yetu. Asifiwe. Na hiyo tu inasababisha anasema Mungu ni wa kuogopwa maana anasamehe. Kwa mwanaume wa kuogopwa ni mwanaume anayeweza kusamehe sana. Ni ajabu. Na nashukuru Mungu darasa hili wanaume hawajalia. Nikagundua wanaume wamepona vizuri. Kidogo tumeenda mahali. Leo ukikuta mwanaume ana uchungu, ujue mwanaume hajui kusamehe, huyo sio mwanaume. Mwanaume anajua kusamehe. Maana kimsingi mwanaume akibeba stress anakufa. Hana matoleo ya stress. Mwanamke ndo ana matoleo ya stress, anabwabwaja na kulia. Mwanaume anapaswa kusamehe. Ndio maana Petro alivyoambiwa na Yesu, akasema unataka kuniambia kwamba natakuwa nimsamehe mtu mara ngapi? Mara 770. Kwa nini? Kwa ajili ya afya yako. Tena wewe ulivyo na hasira wewe, unaweza ukajinyonga wewe. Samehe haraka. Jua lisichwe kabla hujaachilia. Mwanaume ni mtu ambaye anatafuta ufanano wake na Kristo. Lazima tuhame kwenye jinsi tulivyoumbika, jinsi tunavyoonekana na manguvu tulionayo. Kutoka hapo tutoke kwenye kujitambulisha kwa kazi tunazozifanya. Na kwa sababu ya kazi ndio maana wanaume hawawezi kulea. Kisingizio chake ni kazi. Haupaswi kupenda kazi kuliko familia. Unajua mwisho wa siku kazini wakikupa baraka sana, watakupa kiinua mgongo, na hicho chenye siku hizo wamekipunguza hata 1%. Atakaye kuwa anakufuta wakati wewe uweze hata kujisaidia vizuri kwenye kitanda ni mke huyo ambaye sasa hivi uko busy unamwacha ndani. Wakati wewe una chochote unafanya, hao watoto ambao leo hii hutaki kuinvest time kucheza nao, kipindi hicho unaumwa watakuwa wanatuma hela afu tuone hela kama zitakupangusa. Haujui kuna mahali mtu anaumwa mpaka anarudishwa nyumbani na hata madaktari wenyewe wanasema sasa mwambieni kitu. Hebu nendeni nyumbani, huyu sasa mbaki naye. Ndio utajua kwamba ulikuwa unatakiwa ucheze na watoto wako. Kwa msishangae wala msishangae misiba ambao watoto hawajagi kwenye misiba ya baba zao. Usishangae. Haijaanza leo. Usishangae baba anaumwa mnasema huyu baba ana watoto wa kiume 4, hata mmoja hajasogea. Wanatuma tu hela. Baba alikuwa anatuma tu hela. Hawajai kusikia tabasamu cheko la baba yao, hawajawahi maisha yao yote. Kwa sababu unaamini kazi ndio inaonidefine mimi kama mwanaume. Kirudi nyumbani unamwambia mke wako, sijakupa fridge, sijakununulia gari, unafikia mke wako amekuja ili umpaki tu. Kwao walikuwa hawana fridge. Kazi yake ilikuwa haiwezi kumnunulia fridge. Angeamua kukomaa asingepata fridge na gari. Kuna kitu anakitafuta zaidi ya material stuffs. Anakutafuta wewe. Sasa hii attitude ndio imesababisha pia hata kwa Kristo wanaume hawapatikani. Wanasema tutafute hela tuje kanisani. Tutatoa mafungu manono. Lakini Biblia inasemaje Warumi 12:1? Itoe kwanza miili yenu kuwa dhabihu. Mungu anakutaka wewe kuliko hela. Na kwa sababu Mungu hajaupata moyo wako, hivyo kumekuwa na maharibifu mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwanaume tunamuona ameitwa na Mungu kuwa a prophet, nabii wa familia ni mwanaume. Hiyo ndo nafasi yako. Haipaswi mke wako akatabiriwe na nabii, aambiwe wewe ni mtu amekosea kuolewa ndio ushtuke. Anza kutabiri. Anza kuomba Mungu akufungue macho yako uone kesho. Ukimwambia ya kwanza ikawa kweli, ukamwambia ya pili ikawa kweli, hata nabii gani kutoka nchi gani amwambie nini, anasema ngoja kwanza nikaongea na mume wangu. Eti mume wangu, kuna nabii nimekutana naye ananiambia eti kwamba eti mimi na wewe kwamba tulikosea, hatukutakiwa kuoana. Umeona inapokuja? Inakuja kama wazo, sio maamuzi. Ila katika watu ambao wamelala kiroho ni wanaume. Mtoto wako anaweza kukuuliza swali rahisi sana la kibiblia na uwezi kujibu. Kosa hilo. Ukikosa sasa hivi kuwa mtu mwenye hekima ya kumjibu mtoto wako maswali magumu,
mtoto wako atapata mtu mwingine atakayemjibia maswali magumu kwa uongo na kumtumia. Nani baba, kuna namna nasikia mwili wangu. We, hebu kuwa mwanaume bwana, nenda huko chumbani. Anakutana na mkaka, anamwambia kuna namna nasikia hisia fulani. Hiyo unatakiwa uchukue mwanamke. Unatakiwa ufanye naye. Ndio atakachoambiwa. Kama ni binti, ataambiwaje? Ataambiwa hiyo tumbo inavyokuuma, kuna dawa. Ipo dawa. Nitakuonyesha. Sababu baba, wewe hutaki nini? Hutaki muda wa kulea, hutaki muda wa kuzungumza na mtoto wako. Kuna mtoto mmoja niliona clip, baba yake anamfundisha, anamwambia bad touch and good touch. Anamshika mtoto wake kifua, anamwambia hapa, anasema bad touch. Afu anamtoa mikono. Anamwambia hapa, anasema bad touch. Anampa mkono, anasema good touch. Anamhug hivi, anasema good touch. Akimshusha mkono hapa kwenye makalio, anasema bad touch. Anatoa mkono wa babake. Baba ameshaanza kumfundisha mtoto, usiguswe hapa, usiguswe pale, usiguswe pale. Wewe ni lini umeingiza hekima ya hivyo kama baba? Sababu wewe mbali ya kuwa nabii, wewe ni priest, wewe ni kuhani, unaiandika sheria ya familia, sheria ya nyumba hii. Mfano babangu alikuwa anasema kanuni ya nyumba hii, hauwezi kuingia hapa baada ya mimi kuingia. Kwa utafanya ufanyavyo. Kama inawezekana kuruka ukuta kama umechelewa, baba ajuage ulikuwa nda, kuliko akufungulie baba geti. Leo hii tunaishi na watu wetu kama marafiki. Eti mimi siwezi kula, uwezi kula wali. Uwezi kula wali. Na masiara sana. Uwezi kula karoti. Sijui uwezi kula nyama fulani. Sisi tuliambiwa kuna kipindi uko unaambiwa hata kama una allergy ukila mwili unazoea. Wangapi wamekutana na hiyo hali? Mwili utazoea. Ni kwa sababu hujazoea. Ukila sana itaachia. Leo unaambiwa baba nani? Mtoto amesema hataki, anataka chips. Mtoto anawaongoza familia. I say. Safi sana. Simama kama kuhani. Utajua anajua kula, siku unasema sitaki kusikia upumbavu, kaa chini kula. Simama sema hivyo, uone mtoto anakaa. Sasa sisemi tusiwape nafasi ya kuchagua chakula, lakini nimesema hivi, ukiwa na mtoto tunawaandaa watoto wetu kama nimesema. Kumbuka mwanaume ni kuhani. Kuhani hakupi unachokitaka, kuhani anakupa ambacho Mungu anataka ufanye. Sijui kama unanielewa. Anatengeneza msingi wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimejifunza kuomba kwa baba yangu. Alikuwa anatuambia mnalala tulikuwa tumehamia kwenye nyumba ambayo haijaisha. Kwa tulichukua ile nyumba ambayo sasa hivi ndio vyumba vyetu, vilikuwa kimoja kile kilichaguliwa kuwa sebule, ambapo wanaume tunalala sebuleni, alafu huku kwingine analala mama na baba, alafu huku analala wadada. Kwa wanaume mnapiga godoro lenu pale katikati sebuleni. Mkimaliza asubuhi mnaamka mapema, kabla ya chai mmeshakunja godoro, mmeliweka vizuri, limeingia kwenye chumba cha wadada na meza imeshawekwa na chai iko mezani. Anakuamsha saa 11, anakuambia unalala una raha gani, tunakaa kwenye gofu. Una raha gani unalala? Bado hatujafika tunapotaka kwenda. Amka tuombe. Kajifunza kuomba. Nimejifunza kufunga nikiwa sijui na miaka 5, sijui 7. Sio kufunga eti unafunga futuru mchana. Unafunga masaa 12. Na ole wako ukutwe. Ole wako ukutwe ukufunga. Ilikuwa inaonekana ngumu, inaonekana kama unaonewa, lakini leo imetupa nidhamu. Naweza kwenda siku 100 na hata hainisumbui. Na mshukuru baba yangu. Naweza kwenda siku 60, 30. Mimi kufunga, naweza nikafunga saa yote na muda wote. Yaani mke wangu saa nyingine ananiambia utakula, namwambia nitakula. Saa nyingine ananiambia utakula, namwambia leo sili. Yaani ratiba yangu saa yote inaweza kubadilika kufunga. Lakini aliyenijengea hiyo tabia ni nani? Kuhani wa nyumba. Wewe hata uambiwe uimbe tenzi unakosea. Tenzi za rohoni unakosea baba. Unakosea mwanaume. Unaomba maombi, unaomba unanong'oneza.
Amen. Unatakuwa unaomba mpaka mwanamke mwenyewe anasema haleluya, yes Lord, ndio Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naye anasimama, naye anaanza kuomba na wewe. Wewe ni nani? Ni kuhani wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muda hautoshi na muda unakaribia kuisha, tuseme muda umeisha, lakini mwanaume anahama kutokea hatua tatu. Mwanaume anahama kutokea kuwa mwanaume, kutoka kuwa mvulana samani, anaenda kwenye kiwango cha kuwa mwanaume. Anatoka kuwa mwanaume anakuwa mwanaume mume. Hiyo ni level mpya kabisa. Kuna mwanaume na kuna mwanaume mume, ambaye Kristo anasema huyu mtu amekomaa, anapaswa kuwaacha baba na mama yake. Niliwauliza, kwa nini unapewa cheti cha ndoa ukiwa siku ile ya ndoa, wakati ndo mnaanza? Inaonyesha kwamba huyu mwanaume ni mwanaume aliyekomaa. Anachosema ni kwamba huyu mwanamke ana changamoto, huyu mwanamke anaweza asizae, huyu mwanamke anaweza akanikera, huyu mwanamke anaweza akanitendea ubaya, lakini nina kifua cha kubeba. Anasema wewe ni mwanaume, chukua cheti. Changamoto inakuja unaposhindwa kusimama na cheti ulichokisaini. Unashtuka kumbe nilikuwa mvulana kabla sijafanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima utoke kutoka kuwa mvulana uwe mwanaume, utoke kuwa mwanaume uwe mwanamume mume. Kama huko hapo utakuwa mwanaume, anamhitaji yule pastor yule ambaye haoi. Anaitwa? Anamhitaji jamani? Sio mseja bwana, kuna lile la kibiblia. Hilo ni la Kiswahili. Toashi. Kama haoi tunajua mwanaume toashi, anamtumikia Mungu madhabahuni. Hataki kuoa, ametoa maisha yake kuwa huduma. Tukitoka hapo kuna hatua ya mwisho ambayo kila mwanaume lazima ifike, inaitwa kuwa mwanaume baba. Mungu ni baba, ametuzaa sisi tuwe mababa. Na hii kuwa baba sio swala la umeoa au hujaoa. Kuna watu wanahitaji father figures, watu watakao kuwa mababa ambao hawajazaa. Mtu akikaa na wewe ana kitu cha kuja kujifunza kwako. Inatakiwa ifike mahali wanaume wa kanisa hili, kuna wanaume wanatoka mtaani kuja kujifunza ndoa kwetu. Kuna wanaume wanatoka mtaani kuja kujifunza namna ya kushinda majaribu. Kuna wanaume wanatoka mtaani waje kutuambia, bro, ninavuta bangi nimeshindikana, nafanyaje bro? Apate mwanaume baba. Anaweza kawa hajaenda umri sana kuwa baba wa kumzaa, lakini anaweza kawa ameenda juu kimaarifa sana kumsaidia kuvuka mahali ambapo atajigonga. Kwa sio baba tu wa kuzaa, maana ubaba ni kulea. Wanahitajika watu watakao kuwa walezi wa watu, watu watakao inua wana wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho Biblia inasema kwenye Mathayo, mwisho wa siku tutakapoenda mbinguni, kazi ya kila mtu itapimwa. Maana Mungu anajifanyia watu kwa kusudi la kwanza, kwa ajili yake yeye mwenyewe. Anasema watu niliojifanyia, Isaya, kwa ajili ya utukufu wangu, waniletee sifa. Lakini hatua ya pili anasema ni watu niliojifanyia ili walitukuze jina langu. Kwa Mungu cha kwanza anafanya kwanza kwa ajili yeye afaidike, pili atukuzwe, na tatu Mungu anafanya ili apate faida. Mimi ni Mungu nikufundishaye kupata tunda, na mti usiozaa utafanywa nini? Utakatwa. Kwa sababu gani? Hauleti. Haitoshi tu kuwa mwanaume uliokoka, unatakiwa uwe mwanaume wa faida. Nina maswali kadhaa kwa ajili ya wanaume ambao tuko hapa, na maswali kadhaa ambayo nataka nikuulize kabla sijahitimisha hili somo langu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mwanaume wa namna gani? Je, wewe ni mwanaume wa kiungu? Familia yako ukitokea inasema nini kukuhusu? Nyumba yako unapotokea inasema nini kukuhusu? Je, tukikupa leo mdada
umlee, atakuwa salama. Leo tukikupa fedha upeleke mahali fulani au kanunue bidhaa fulani, je, utajiongeza na kuiba hapo ununue kitu feki ili tu utengeneze 10,000 ya ziada? Tukikuhitaji kwenye huduma utapatikana. Watu hawaelewi kwamba kanisani zamani wanawake walikuwa waingii. Kanisa lilikuwa limejaaga wanaume. Wanawake walikuwa wanaishia ua wapi? Nje. Lakini leo hii imekuwa vice versa. Mwanaume anaweza kaja na gari akapaki pale, anamsubiria mke wake ndani ya gari, asikize ibada huku, au apaki pale nje, aangalie mambo mengine huko. Umemaliza ibada, anakuja anamchukua. Lakini hao ndo waliokuwa ndani, wapiga vinubi, waimbaji, wanafanya nini, wanajenga, wanafanya kila kitu, walikuwa wanaume. Hao wanaume wako wapi leo? Je, mabinti ambao tunawazaa watakuwa salama mikononi mwetu? Kwa sababu sasa hivi kuna wengine hapa mna watoto. Je, kizazi kinachotufuata tumekilea kiasi kwamba akitabaka watoto wazuri ambao tunao? Kuna mtoto wa kiume hapa kanisani ambao unaweza kumwambia nataka nikuone Jumatano saa 5 asubuhi na atokee saa 5 asubuhi. Kama hauna kijana wa namna hiyo, jua ni swala la wakati. Watoto ulionao utaanza kukimbizana na wanaume huku ukitaka kukata mtu panga. Kwa sababu mwanaume ambaye hayuko under authority ni kama bomu linalosubiria kulipuka saa yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema siyasemi haya ili kuwakwaza au ila kuwaumiza, ila anasema haya ili tujengane. Kristo anasema najua mmehuzunika, lakini sikuyasema haya ili muhuzunike, ila nimetaka turudi nyuma na kuangalia. Sababu tumejiangalia sisi sana, mimi nimeokoka, hamna shida, maisha yataendelea, acha vijana waende. Mwisho wa siku hao vijana wanaosema waende wavute bangi wafanye nini, ndio watakao watoto wako. Wanaume, let's go and get our fellow men. Twende tukawashike wanaume wenzetu. Twende tukawaombee wanaume wenzetu. Turejeshe wanaume wa kiungu kwenye kanisa. Wanaume ambao watakusanyika na kulia kwa ajili ya wanaume wengine. Wanaume ambao hawataona kuzini, kufanya uasherati ndio wanaume. Na hata ukiona watu hivyo unawachukulia kawaida. Hapana. Biblia inasema watu wangu wamechukuliwa mateka, maana hakuna asemaye. Ni muda wa sisi wanaume kuinuka na kusema rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukainuka pale ulipo. Hii inaita uamsho ndani ya wanaume. Na muamini Mungu kwa siku ambazo kanisa la MTBC litajaa wanaume wengi sana, hata kuzidi wanawake. Wanaume wa kiungu. Wanaume ambao watatunza heshima ya wanawake ambao kwenye kanisa hili. Wanaume ambao watatambua kwamba wanapaswa kumfunua Kristo katika kanisa. Biblia inasema isisikike katikati yenu hata tetesi ya uasherati. Isisikike ikiwepo. Yani tetesi tu kwamba hivi unajua hapa kama kuna mtu ni nani. Yani hata hizo tetesi hazitakiwi zisikike kwenye kanisa. Wanaume, turudi kwenye nafasi zetu. Tumekaa chini kwa muda mrefu. Tumeyachukulia maisha poa kwa muda mrefu. Mungu anatuita kurudi kwenye nafasi yetu ya utawala. Geukie mwanaume mwenzako mwambie rudi kwenye nafasi yako. Anza kwa kupatikana. Ubaya ni kwamba madarasa tulioyafanya havijarekodiwa. Pastor, hii hata siku ya kwanza nimefundisha zaidi ya hichi, si ndio? Hii ni robo page ya siku ya kwanza. Hata robo haijafika. Ya vitu tumejifunza ndani ya darasa. Na mimi sasa nafanyaje? Imeshapita. Tunafanyaje sasa? Mwanaume patikana. Unaweza ukapata siku mtoto wako akuuliza kitu kigumu ambacho utashindwa namna ya kumjibu, lakini kwenye haya madarasa katikati ya mada au unakutana na tatizo mwanaume mwingine analishare ambalo hilo tatizo Mungu amemtoa kwa namna fulani likakutoa wewe mahali fulani. Kwa sababu mara nyingi tumebaki kuona kama labda tunahitaji vitu fulani vya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara nyingi tunahitaji vitu fulani tu vya community, vya umoja tu. Alafu huo umoja unazaaga mambo mengi sana.
unaanza kuzaa vitabu vya Wakorinto, utazaa vitabu vya Wakorinto wa pili, Luka, Mathayo, tutazaa vitabu vingi sana kwenye huo mkutaniko. Msiache kukutana kama ilivyo kawaida ya nini? Ya wengine. Tuanze kupatikana, tuanze kurudi katika nafasi zetu. Mwanamke ambaye uko umesimama siku ya leo, mwanaume ni msingi. Nyumba yoyote gharama kubwa, nyumba yote nzuri gharama kubwa inaenda kwenye msingi. Na msingi ubaya wake hauonekani. Yaani hapa MTBC tunafurahia taa, mabango, stika, lakini hatukumbukagi kuangalia chini sakafu na kukumbuka kwamba kuna msingi. Lakini siku msingi ukiharibika, jengo hili likaanza kutingishika na kudondosha kila kilichobebwa, ndio utajua kulikuwa kuna umuhimu wa msingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba usisubirie mpaka mume wako akakuacha na watoto ndio kagundua alikuwa wa muhimu. Tukubali kurekebishwa, tukubali kutakaswa, ili mwisho wa siku tujipatie familia zilizo tukufu, zisizo na hila wala mawaa. Wangapi ni wanandoa hapa? Nione mikono yako. Nyosha tu mkono, usiogope wanandoa. Amen. Naomba wanandoa tusimame. Kama uko karibu na mwenzi wako, naomba umshike mkono. Njoo naye mbele. Njoo, sogea hapa mbele. Vijana, oye! Endeleeni kukaa hapo. Nataka uchukue time kuomba. Lakini nataka pia uchukue time kuomba msamaha. Kama niliyoyasema, ulijipata mwanaume ulikuwa mvulana, omba msamaha. Lakini kama mwanamke, mume wako alikuwa anakutakasa na ukao unajifanya unaweza kuongea sana, mwambie samahani, niko tayari unitakase. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wote ambao hamna wenzi, wewe unaweza ukanyosha mikono na kutuombea. Maombi mazito sana. Bwana Yesu asifiwe. Najua mama yangu yuko hapa, Pastor Eunice, kwa kutambua tu heshima ya kunizidi na umbali ambao amekuwepo nao. Naomba mama yetu utuombee. Tafadhali, naomba utamke baraka mchana wa leo. Kuna watu wengi wanatufuatilia nje hata hili kanisa, wanasikiliza redioni. Kuna neema Mungu amekupa kutembea naye, na hata sasa natembea naye. Tunaomba achilia baraka hiyo. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi nitaachilia baraka kwa ajili ya kila mmoja na mke wake. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa neno lako ambalo umesema na mioyo yetu na maisha yetu. Asante kwa ajili ya wanandoa wote ambao tuko mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili ya wanaume ambao ndio baba katika familia. Tunakushukuru Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kuachilia ile pendo la Kristo ambalo uliachilia kwetu. Kristo akajitoa kwa ajili yetu kwa upendo, katika ile Warumi 8:11 na kuendelea. Ujifunua kwa upendo mkubwa Bwana, ndivyo ninavyouachilia juu ya wanandoa wote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nikiomba ndoa zao zikawe zenye heshima na kuheshimishwa katika jina la Yesu, zenye upendo na unyenyekevu na utii Bwana, katika jina la Yesu, zenye kukua na kukomaa ili kujenga familia na kukuza familia katika Kristo, katika jina la Yesu. Na waeka wanandoa wote mikononi mwako Mungu wa majeshi, Mungu mwenye uweza, chini ya uongozi wa Roho wako Mtakatifu, akiwaongoza na kuwalea hata kuwakuza kuwa chombo imara katika ndoa, katika uzao na katika jamii, katika jina la Yesu. Na watiisha chini ya uongozi wa Roho wako Mtakatifu, ndoa hizi zikawe kielelezo katika jina la Yesu, zikawe mfano popote pale walipo na popote katika jamii, katika jina la Yesu. Wakawe na watoto waliojengwa katika msingi ulio imara kwa baba na mama, katika jina la Yesu. Na baraka zako ziambatane nao, na Bwana Yesu, kupitia Roho Mtakatifu, hekima tunaiachilia juu ya wanandoa, hekima iliyozidi hekima zote, zikawatamie katika ndoa zao na katika maisha yao. Sante Bwana kwa ajili ya wamama, wamepewa kuwa watii, wasikivu katika jina la Yesu Kristo, waaminifu katika jina la Yesu.
tunaweka mikononi mwako chini ya uongozi wa Roho wako Mtakatifu, wa Baba kutimiza wajibu na msingi wa kulea nyumba katika jina la Yesu, wakawe waaminifu chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Naomba baraka hizi ziambatane nao pia kwa ajili ya watoto wao wa kiume na wa kike, jinsi ya kuwalea na kuwajenga katika msingi ulio imara wa kukupendeza we Bwana na kuipendeza jamii na familia yote katika jina la Yesu Kristo. Yesu, wacha walindwe na wewe, wahifadhiwe na wewe katika hizi ndoa, ili utukufu ukurudie wewe peke yako Bwana, wakauwakilishe urithi wako popote pale walipo kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Amen. Mbarikiwe sana. Unaweza kurudi. Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi. Ikawe chachu kwenye familia zetu. Lakini vijana mlioko hapa, tunatamka neema juu yenu kupata kila ambaye anatamani kuwa na ndoa na familia. Basi Mungu aachilie neema hiyo uweze kupata mtu ambaye utamfurahia, na mtu utakayemtakasa, mtu ambaye utamfanya kupendeza, mtu ambaye utamfanya kufanana na Kristo mnapoishi pamoja, ndoa za amani zisizo na vurugu katika jina la Yesu Kristo. Hekima ya Kristo ikawe itawala katika maisha yenu na kuwawezesha kuishi maisha masafi. Natamka neema ya utakatifu juu ya kanisa. Natamka neema ya utakatifu, maana hakuna ambaye anaweza kuwa mtakatifu kwa nguvu zake. Tunaachilia neema Bwana. Tunaomba Bwana neema ya utakatifu. Umesema tuwe watakatifu maana wewe ni mtakatifu. Tunaomba mchana wa leo Bwana neema ya utakatifu. Kila ambaye Bwana hajaolewa au kamtunze Bwana, ukamuhifadhi kwa ajili ya mume wake na kwa ajili ya mke wake Bwana. Tunakataa kila uongo wa adui. Tunakataa every evil spirit na uongo wa adui katika atmosphere ya kanisa hili. Kila tetesi na kila maneno ambayo adui alikuwa na plani kuyaleta, ana plani kuyafanya, ambayo yalisemwa zamani, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, mahali hapa kuna atmosphere ya utakatifu. Tunabatilisha kila ulimi uliotulaani, kila ulimi unaozungumza kinyume na sisi, tunahukumu kuwa mkosa. Na kuanzia leo umegeuza yale maneno. Tunapanda utakatifu, tunapanda Bwana usafi katika jina la Yesu. Tunapanda kukutumikia katika roho na kweli katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Unaweza ukamshangilia Yesu kwa makofi.